kwa watu wanaojitambua na wale ambao mara nyingi huwa wana azma ya kufikia malengo, mara nyingi huwa wanafanya maandalizi na matayarisho yatakayowawezesha kufanikiwa kwenye malengo. Hata kama mambo yetu ya kidunia tu, sikia kuna ligi, basi watu huwa wanaingia kambini kufanya mazoezi magumu, lengo ni kwamba wapate ushindi. Kwa hiyo na ukisikia kwamba kuna msimu huu umekuja wa mtihani mgumu, wanatafuta watakaofaulu, basi hata kwenye imani mtu huwa anapenda na yeye awemo katika wale waliofaulu vizuri. Maana takwa ndio inamwezesha mtu kwenda janna. Tilka aljannatu nurithu min ibadina man kana taqiya. Hiyo pepo tunawarithisha waja wetu wale watakaofaulu kuondoka duniani na sifa au tabia ya takwa, watakaokuwa wacha Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe tunasomeshwa kwamba alikuwa katika mwezi kama huu wa Shaaban anawahamasisha sana waumini, masahaba wake, kujiandaa na mwezi wa Ramadhani kabla haujafika. Mwambia istakbal alaikum Ramadhan, mbele yenu mmekabiliwa na mwezi wa Ramadhani. Shahru mubarakun, ni mwezi wenye baraka sana. Na mwisho anamalizia maneno yake kwa kusema man hurima khairaha faqad hurima, ama atakayenyimwa khairi za Ramadhani huyo kanyimika kweli kweli. Yani imekuja Ramadhani, wewe upo umefunga na watu au ukakataa kufunga, mpaka Ramadhani ikaondoka, waliofunga vizuri wamefikia lengo, wamesamehewa dhambi, wewe hujasamehewa, kwa kweli umenyimika kweli kweli. Maana ni fursa ambayo wala haihitaji gharama kubwa, ni fursa nyepesi inayowezekana, lakini wewe ukaichukia na ukakaa mbali nayo. Wengine wanazaliwa kwenye miji ya Uislamu kama sisi hapa kwetu, alhamdulillah, na malezi ya kizamani tofauti na sasa kidogo. Wazazi wengi wanawapeleka watoto wao madrasa mapema, kwa hiyo mpaka akifikia baligha anakuwa si mpumbavu, kisha soma angalau vitabu vidogo vidogo vya fiqh, anajua masala ya ibada zote, mambo ya faradhi zote, nguzo zote 5 za Uislamu, nguzo 6 za imani, kazisomea vizuri tu, hawi mpumbavu. Lakini utamkuta mtoto huyu wa Kiislamu kafikia umri wake wa kujitegemea, ni mtu mzima sasa na mambo yake, asema Ramadhani Unguja ngumu, nitaenda kufungia Arusha, au nitaenda kufungia Kapirimposhi Zambia na rafiki yangu. Hikma ya kuondoka kwake kwao, anajua hapa nisipofunga watu watanisakama, lakini nikienda huko mbali nisipoonekana nafanya yangu tu kwa faragha, kwa nafasi. Kwa hiyo ni ujanja wa kukimbia, asifunge huko, ataenda kunywa pombe zake, atastarehe na wanawake wake, atafanya kila analoweza kufanya. Halafu ukimaliza ule mwezi ambao kwake usumbufu, anarudi nyumbani, anaendelea na yale mambo yake, maana anaona Ramadhani itakuwa lakini nje ya Ramadhani atafanya wala halaumiwi, kwa sababu wanafanya watu wengi.